Hiyo kanisa ninasikia inaitwa Jesus Winner. Hiyo si Jesus Winner, ni shetani Sakariota. Huyu ni Judas Sakariota. Fikiria wewe pastor huyo si Judas, sikia unaitwa nani? Shetani ya kanisa serikali maraya ya Koinange na makanisa maraya ya Koinange. Unaweza kupewa aje milioni 120 na kishaba kama si maraya ya Koinange, maraya ya kanisa hiyo inaitwa Jesus Winner, ni Jesus shetani. Watu wanakufa hospitali, wengine wamefungiwa huko kwa maodi. Hakuna pesa ya kulipa maodi. Mama mboga anapiga kelele, anakunywa madawa kila siku, na nini hakuna kusikiza sisi tunakufa huko hospitali. Kanisa sasa hizi ni kama shetani. Hata shetani alitoka huko alikuwa ametupwa na Mungu, akaenda kukaa kwa makanisa. Nitarudi kanisa wakati shetani nitaona ameokoka. Ba shetani kanisa takataka. Wengine wanalepu wanaume, wengine ndio ni malaya ya Ruto. Kwendeni huko takataka. Nawe Ruto ujue haki ya Mungu. Hiyo Biblia unachukuaga hivi juu. Mungu atakuwa na siku moja na utaharagana kama shetani ya serikali, takataka ya serikali. Na makanisa nyinyi nyote ni na si makanisa yote iko kanisa iko na Mungu. Hiyo takataka ingine ya makanisa ya kukuja ni takataka, ni maraya ya Koinange. Kwenda huko takataka ya kanisa. Sasa watu hawataki Ruto. Wacha aende atoe mamilioni 20 zenye anatoa. Wacha atoe. Nilisikia huyo pastor akisema ati Tallying Center itakuwa kwa kanisa yake. Wewe ni mjinga sana. Pastor mkumpafu. Ati Bishop Mafi. Bishop mwenye ana akili. Wewe ulipata sadaka yako ya 20 milioni. Uligawia washirika ngapi? Hiyo jana ulipewa washirika sadaka pesa ngapi? Unasifu Ruto. Mpaka unasema waweke Tallying Center kwa kanisa yako. Uko na akili wewe? Mungu piga watu kama hao wakufe mapema, watuondokee. Wasione hii election. Hawa mabishop ndio watatumesi. Aturuta na elect ya mabishop wa Catholic. Juu alirudisha sadaka. Sasa hii kanisa inaitwa Jesus Winner Chapel. Vitu Yesu wakati aliingia kwa kanisa, akapata biashara, alipiga watu wakatoka nje. Wewe sasa Ruto amekuja kushiriki kwako, sasa tunahubiri unatoa courage. Juu umeona Ruto atungeomba kanisa ijengwe na unataka pesa mingi. Bwana, wewe Bishop Jenzi, fanyeni kazi yenu. Sisi hatutaki kuwa na mabishop ambayo wako primitive katika nchi yetu ya Kenya. Wewe ulipewa 20 milioni, ukaidiwa 100. Washirika yule mshirika wako mwenye unanyang'anyanga sadaka kila Jumapili, unamuuliza anapitia maisha gani? Na umechukua wale watu ulikuwa umelipa umewaweka hapo mbele ndio wapige makofi. Tunajua biashara yenye ulipiga na iliingiana. Nisikuone Jacaranda na Guruseti. Winners Chapel, road block Jacaranda. Don't come here with Guruseti. Mtajua mjui. Mkuja hata munishike. Kwa sababu saa hii tukiongea, sisi watu opposition tunawekwa ndani. Tuko tayari. Na tunakufia nchi yetu ya Kenya ambayo tumeona sisi kama vijana iko mahali pabaya. Enough is enough. Mwisho, nataka niongeleshe hii government. Saa hii nimekuwa pale kotini kwa mambo ya Waititu. Na Waititu amesomea mashtaka, ikasemekana arudi ndani mpaka tarehe 18. Mimi nataka nilete mifano ya watu wawili hii Kenya ambao wameiba pesa na leo hii wanatembea nje. Na si hao wawili peke yake, ni wengi. Lakini nataka nilete wawili. Huyu Waluke, huyu Muluya. Wakati wa Uhuru aliiba pesa ngapi? Aliiba ilikuwa ngapi? 300 million. Akaiba. Akaenda akawekwa hapo indana uongo akatolewa. Serikali Jubilee ilimpea tiketi ya kusimama kwa sababu amasapoti serikali. Yani serikali inataka kama we ni mwizi usapoti serikali, usikue kwa raia. Waluka aliiba pesa mingi.